Kazi hii ambayo tunaifanya, siku za nyuma kidogo kulikuwa na bei ilikuwa iko chini, ilikuwa shilingi 700 kwa kilo moja. Lakini imefika wakati ilivyokuja kufika kipindi cha mwezi wa pili katikati, kidogo kulikuwa na jua kali, kwa hiyo ikaonekana wale wakulima wafanya biashara ambao wanafanya biashara ya kilimo walivyoona hakuna matumaini, mahindi mengi yananyauka, pale bei zilipanda kwa kasi kubwa. Lakini pia uletaji wa mahindi nao ulikuwa ni adimu, kwa unakuta wahitaji tunakuwa ni wengi ambao tunahitaji mahindi, lakini ujaji wa mahindi unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo hapo ikalazimika bei kupanda juu hadi ikafika shilingi 980 kwa kilo moja. Kwa hiyo ikachukulia biashara kuonekana ungo umepanda bei, na hadi sasa hivi kidogo japokuwa mvua imerudi, kumekuwa na sehemu zingine kumekuwa na matumaini, maana yake kuna wale ambao wamepanda kwa nyakati tofauti. Kuna mahindi ambao kuna matumaini, lakini kuna wale mahindi ambao unakuta yameungua. Kwa hiyo ujaji wa mahindi si mkubwa sana, na bei si kwamba zimeshuka, bado ziko juu, kwa sababu hadi sasa hivi unakuta mahindi ni shilingi 950 kwa kilo. Kwa hiyo hizo bei zimebakia hapo hapo kutokana na hali halisi jinsi ambavyo ilivyo, kwa sababu watu hawana matumaini. Wako watu ambao wana mahindi lakini wameyaweka kwa ajili ya mwaka kesho, kwa sababu wamelima, wanatumaini wanaweza kawa wamelima, wamepanda, alafu si ajabu wakapoteza. Kwa at least wawe na chochote kwa ajili ya kuweza kulimia tena mwaka kesho. Kwa wale wafanya biashara kilimo, chakula tunacho. Kwa hiyo pamoja na kuonekana mahindi yamepanda bei, lakini chakula masokoni kipo, ila tu malalamiko ndio hayaishi kwa kuonekana unga ni bei kubwa, na uwezo wa mtu wa hali ya chini kidogo inakuwa ni mtihani, especially hasa zaidi kwa mtu mwenye familia kubwa, kununua kilo moja, kiloba cha kilo 25 kununua 1037, kidogo hapo inakuwa ni mtihani kwa mtu wa hali ya kawaida, na unakuta mtu na familia kubwa. Lakini chakula kinakuwepo, ila uwezo wa kununua ndio kidogo na kwa shida. Kwa hiyo watu wanalalamika maisha ni magumu, hela hakuna wafanyabiashara kubwa ambao wanaweza kuficha mazao, ila isipokuwa kuna wafanyabiashara. Unajua katika biashara kuna pande tatu zinagawanyika. Kuna yule mkulima mdogo ambaye akilima, akivuna, anafurahia kuuza. Ikifika mwezi wa 12 anaanza kuhangaika chakula na kwenda kufanya tena vibarua kwa wale wakulima wakubwa kutafuta chakula, kwa sababu yeye alishauza na kutumia chote. Lakini pia unakuta kuna mfanyabiashara mwingine wakati, mkulima mfanyabiashara wakati, ambaye analima, atauza kwa ajili ya matumizi, na kingine ataweka kwa ajili ya wakati wa shida ataendelea kutumia. Lakini kuna wale wafanyabiashara wakubwa ambao hulima na kuweka godown, sio kukimbilia kuuza wakati wa mavuno, hapana. Yeye analima, anahifadhi godown, na wengine wananunua wakati wa mavuno na kuweka godown, ili msimu ukifika wa bei kuonekana imepanda juu waweze kuuza. Wapo wengine unakuta amekopa hela benki na amekodi godown na amehifadhi katika ghala ambalo linastahili kuhifadhi chakula. Kwa hiyo anatarajia msimu utakapofika atauza na kurejesha hela benki. Kwa lengo la kufanya hivyo ni kwamba anafanya biashara, maana kuwe na faida. Kwa hiyo bei kama hazijapanda, wakati mwingine huwa anapata hasara. Wakati unategemea kuwa itakuwa imepanda, miaka mingine huwa haipandi, unakuta inashuka na hela inakuwa ni hasara. Lakini wakati mwingine inapanda na wanapata faida. Kwa hiyo ukisema watu wanaficha, haiwezekani, kwa sababu mahindi hayafichiki. Ila isipokuwa biashara kama imeshuka, mfano kama hivi tulikuwa tunaongelea, wapo watu ambao unakuta wamelima mahindi na mahindi yameungua na hawakubali kutoa. Mara kwanza mahindi yalikuwa yanakuja kwa wingi sana, lakini kafika wakati mahindi yakaadimika. Kwa nini yameadimika? Kwa sababu wameona mahindi ambayo walikuwa wanatarajia kuwa watavuna yameungua. Kama yameungua, huwezi kukimbilia kuuza wakati unategemea kabisa kuwa mahindi haya hutavuna. Kwa hiyo kile kidogo kilichopo anakihifadhi, ili mwaka kesho kwenye kulima asipate shida, awe na pembejeo kwa ajili ya kulimia na kadhalika. Kwa hiyo kila mmoja lazima ajue serikali yake anaiendeshaje, lakini sio kwa kuficha. Mimi hilo nalikataa.